Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo ni siku njema sana Bwana ameifanya. Ni siku ya shukrani kwa kwenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyoyatenda maishani mwetu. Lakini pia katika wiki hii Bwana ametenda. Tulikuwa wenye kuhangaika, lakini Mungu ametutuliza kwa wema wake. Tulikuwa wenye kuumwa, lakini Bwana ametuponya. Wengine walikuwa katika misukosuko, lakini Bwana amewaondoa katika misukosuko. Yapo mambo mengi ambayo Bwana ameyatenda, ambayo kwa jumla yake tunaenda kumwambia Bwana asante. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Bwana anataka twende tukamshukuru yeye kwa kila jambo, kwa maana hayo ni mapenzi yake. Anataka watu wake twende tukamshukuru kwa kupata, anataka watu wake twende tukamshukuru kwa kukosa. Kwa sababu ikiwa ameruhusu tukose, mpango wake kwetu ni mzuri, yanatutenga na uharibifu. Ama kwa ajili ya wakati ulioamriwa amezuia tukose ili tupate. Kwa hiyo nataka twende mbele za Bwana tumwambie Mungu asante, kwa sababu umetenda makuu ndani ya wiki hii. Ninajua kabisa ya kwamba kwa namna ambayo Bwana amekutendea, ajali nyingi sana adui alizozitegesha hazijafanikiwa kwa sababu Bwana ametenda. Uharibifu mwingi wa nguvu za giza haujafanikiwa kwa sababu Bwana ametenda. Kuna mapando mengi ya nguvu za giza yaliyowekwa ili uangamie na haujaangamia kwa sababu Bwana ametenda. Biblia inasema kama siye Bwana aliyekuwa upande wetu, Israeli na aseme leo. Nami nasema kama sio Mungu aliyekuwa upande wetu, mimi na watu wangu waanza siku na Bwana, Israeli na aseme leo. Bwana, tunakuja mbele zako tukisema kama sio wewe, kama sio wewe uliyekuwa upande wetu, mimi na watu wangu tuseme leo. Umekuwa mwema, Mungu amekuwa mwema. Mungu amekuwa mwaminifu sana. Hata pale ambapo akili zetu hazikuwaza, yeye alituwazia yaliyo mema. Hata pale ambapo hatukujishughulisha, yeye alijishughulisha na mambo yetu ya sirini. Kama Bwana angeyafungua yote anayotupigania, vinywa vyetu visingekaa kimya. Lakini Mungu anamwambia, anasema katika maandiko, anasema shukuruni usiku na mchana, shukuruni. Anasema shukuruni katika ukuu wake, shukuruni katika utakatifu wake. Anasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kwa maana ya shukrani. Sifa huwa zinaongelea shukrani. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Amsifu kwa nini? Anasema msifuni kwa uzuri wa utakatifu wake, vile ambavyo Bwana ametuonekania. Sifuni kwa nini? Kwa baragumu, kwa zeze, kwa vinanda. Shukuruni, tunaambiwa tushukuru. Halafu anasema hilo lango la Bwana limekaa kwenye shukrani. Anasema ingieni kwa lango la shukrani. Anasema ingieni nywani mwake kwa kushukuru, malangoni kwake kwa kusifu. Maana yake nini? Tunamsifu asubuhi, tunamsifu mchana, tunamsifu jioni, tukimshukuru kwa matendo makubwa aliyoyafanya. Adui amepanga mauti, karatasi ya mauti imechanwa kwa wema wa Bwana. Adui amepanga ajali zimechanwa kwa wema wa Bwana. Adui amepanga tuaibike, aibu imeondolewa kwetu kwa wema wa Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Lazima tuende mbele za Bwana tumwambie Mungu tunakushukuru. Kama sio wewe, tunataka kumwambia Mungu, katika wale wakoma 10 walioponya, yupo mmoja aliyerudi. Sisi ni wale wakoma ambao tumeamua kurudi na kusema asante, kama yule ambaye mmoja aliyeponywa, sio wale 9 waliokimbia. Sisi tunarudi kushukuru. Unayo sababu ya kushukuru. Mimi nakwambia hivi, kila anayenisikia wakati huu, unavyoenda mbele za Bwana kushukuru, unatengeneza malango yaliyo wazi mbele yako. Kila anayenisikia wakati huu, unavyoenda kwa Bwana kushukuru, unatengeneza hatima iliyo njema. Kila anayenisikia wakati huu, tunapoenda kwa Bwana kushukuru, unayafungua malango makubwa ya baraka. Unatengeneza njia iliyonyoka mbele yako. Maana shukrani hutengeneza mambo makubwa. Shukrani huleta mambo yasiyowezekana. Kuna vitu ambavyo haviwezekani kwenye maisha yako, shukrani huwa inavileta hivyo. Na ndio maana miujiza mikubwa isiyowezekana kwa akili
ya wanadamu ilitendeka kwa shukrani. Yesu akamfufua Lazaro kwa shukrani. Unaweza ukafufua vilivyokufa ndani ya maisha yako kwa shukrani wakati huu. Unaweza ukafufua uchumi wako uliokufa kwa kumwambia Bwana asante. Unaweza ukafufua afya yako iliyo katika hali ya kufa kwa kumwambia Bwana asante. Unaweza ukafufua ndoa yako iliyokuwa katika hali ya kufa kwa kumwambia Bwana asante. Mwambie upako wa shukrani uliomfufua Lazaro ufufue ndoa yangu. Upako wa shukrani uliomfufua Lazaro ufufue uchumi wangu. Upako wa shukrani uliomfufua Lazaro ufufue afya yangu. Bwana anaenda kufufua vilivyokufa ndani yako kwa shukrani. Lakini tunaona kuna ongezeko. Yesu alifanya ongezeko la mikate na samaki kwa kushukuru tu. Akasema Baba asante. Kukawa kuna ongezeko. Najua kuna mahali unahitaji ongezeko. Najua kwenye uchumi wako unahitaji ongezeko. Najua kwenye roho yako, maisha yako ya rohoni yanahitaji ongezeko. Najua kabisa ya kwamba kila mwanadamu anatamani ongezeko. Huwezi ukajitenga na ibada ya shukrani ikiwa unapenda ongezeko. Ikiwa unapenda ongezeko, huwezi ukajifitinisha mwenyewe na ibada za shukrani. Utaenda kwa shukrani, utamwambia Bwana asante, utapaza sauti yako, na kila mahali paliposalia kwenye maisha yako patenda kuongezeka. Kwa lugha nyingine, shukrani ni full package katika ulimwengu wa roho, kwa maana ni kusudio la Mungu, ni matakwa ya Mungu. Tunaenda kushukuru kwa sababu tumepata. Tunaenda kushukuru kwa sababu tunataka vitu vitokee kwenye maisha yetu. Nataka mtu mmoja anaposhika sadaka ya shukrani, nataka niende nikaombe. Roho Mtakatifu, asante kwa vile ambavyo umekuwa mwema na mwaminifu sana. Tumeshika sadaka za shukrani kukutolea wewe, ikiwa ni siku ya leo ambao Mungu uliiweka na kuipanga, uliiratibisha mbele yetu kwamba tusogelee kiti chako cha enzi kwa shukrani. Mungu liye hai, tumezibeba sadaka. Mungu liye hai, naomba uzipokee, uzitakabali, ziwe manukato katika kiti chako cha enzi. Utakapozitazama sadaka za watoto wako, uangalie shukrani ya mioyo yao. Mungu liye hai, ukalete ongezeko kwenye maisha ya watoto wako, na ukawape neema ya kufufua vyote vilivyokufa ndani ya maisha yao. Mungu liye hai, asante kwa maana yupo mtu anayepokea uponyaji asubuhi ya leo kupitia sadaka ya shukrani. Yupo mtu mmoja anapata ongezeko kwenye mtaji wa biashara yake kupitia sadaka hii ya shukrani. Yupo mtu anayeondolewa kwenye wingu la uharibifu. Yupo mtu anayeondolewa kwenye bonde la mauti kupitia sadaka ya shukrani hii, Bwana. Yupo anayetengwa na ajali siku ya leo. Mungu liye hai, kupitia sadaka ya shukrani. Mungu liye hai, lango lako limefunguliwa mbele yetu, nasi tunaingia malangoni kwa shukrani. Mungu liye hai, asante kwa maana yapo mambo makubwa umesema ambayo jicho halijaona wala sikio halijasikia wala hayajawahi kuwekwa mambo hayo katika moyo wa mwanadamu. Umesema hayo ndio mambo ulioyaandalia wakupendao. Mungu liye hai, asante kwa maana sadaka hii ya shukrani ikafungue milango juu ya mambo tusiyoyajua wala hatujawahi yasikia wala hatujawahi yaona wala hatujawahi yaweka ndani ya mioyo yetu, mambo ambayo umetuandalia. Baba, tunapokushukuru, unapoipokea sadaka, achilia hayo mambo uliyoyakusudia, uliyosema utatufunulia kwa Roho yako Mtakatifu. Tunaomba nguvu zako Roho Bwana zisituache. Nguvu zako Jehova ziende pamoja nasi. Enda pamoja nasi Bwana. Fungua milango yako Jehova. Enda pamoja nasi Mungu liye hai. Kama Musa aliposema, uwepo wako usipoenda pamoja nasi, usitutoe mahali hapa Bwana. Maana tutajuaje ya kwamba tumepata neema machoni pako? Mimi na watu wangu ututenge na giza. Mimi na watu wangu ututenge na uharibifu. Mimi na watu wangu ututenge na mauti. Mimi na watu wangu ututenge na misongo ya mawazo. Mimi na watu wangu ututenge na magonjwa. Roho Mtakatifu, ninaomba unapoenda kupokea sadaka ya shukrani mikononi kwa watoto wako, ninaomba Roho Bwana ukaitakabali. Fungua maisha mapya, fungua baraka mpya. Mungu liye hai, achilia mvua ya baraka. Wacha mvua inyeshe, mvua ya kuinuliwa kwa watoto wako. Wacha mvua inyeshe, mvua ya kupona. Wacha mvua inyeshe, mvua ya kuinuliwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu liye hai, asante kwa maana tayari imekwisha kuwa. Maana umesema lolote mkiomba mkiamini ya kwamba limetukia, nalo linakuwa la kwenu. Mungu liye hai, asante. Umesema
mkiomba aminini ya kwamba mlioyaomba yamekwisha kutukia. Mungu liaye asante, kwa maana tayari milango imefunguliwa, tayari magonjwa yameondoka. Nimemwona Lucifer akianguka na magonjwa kama umeme. Nimemwona Lucifer akianguka na umaskini wake kama umeme. Nimeona akiwatoka watu wako. Mungu liaye ukalithibitisha kwa moto wako juu ya kila anayenisikia wakati huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liaye Baba, asante kwa maana hakutakuwa na uchawi wala uganga kwa watoto wako hawa. Waende wakafanikiwe sana, wakastawi sana kama mtende, wakawe kama mwelezi wa Lebanon. Mungu liaye ndani ya watoto wako kukatoke utomvu, kukatoke ubichi, wakatembee katika ubichi, wakatembee katika mafanikio. Baba, ninaomba uipokee sadaka hii kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema yako Bwana na rehema zako Mungu zitufunike katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, sadaka ya shukrani. Utaiachilia hiyo sadaka ya shukrani katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki, nawe na wakati mwema. Amen.